Yes, ya mjambo tena kwenu nyote wa ndugu wapendwa, watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya habari zetu mbichi za kila siku na kila wakati, tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena jioni njema ya siku ya leo mardi le 27 janvier 2026, na tunawakaribisha nyote kwa ujumla katika habari zetu za jioni ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari ambazo tumewaletea jioni ya leo ni mingi. Tutawapeleka moja kwa moja katika maeneo ya Uvira kwenye shamba la vita huko, tuwaambie yanayoendelea kule, na tutawaambia kuhusu wazalendo ambao walirekipere eneo ya Mitamba inayopatikana mu territoire ya Uvira mu groupement ya Bijombo, baada ya mapigano makali yaliyowakutanisha wazalendo na waasi wa M23 pamoja na washirika wao Twirwaneho. Habari ambazo tumewaletea ni mingi. Tutawapeleka katika maeneo ya Ituri ambapo tena waasi wa ADF waliatake vijiji vya wakaaji, wakaua tena wakaaji na wengine wakawateka nyara. Upande mwingine katika maeneo ya Kailo, jeshi la FARDC lilirejesha udhibiti wa maeneo kadhaa ambayo yalikuwa yakikaliwa na wanajeshi wa kizalendo. Kama kawaida tumewaletea habari mingi tena mbichi. Mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi kusubscribe, yani kujiabone, ili kukuwa nazipata taarifa zetu zote. Mkumbuke kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie. Muendelee kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp ili kukuwa nazipata habari zetu zote kwa wakati. Namna ya kujiunga nasi na grupe yetu ya WhatsApp, gusa hapa kwenye titre, pale chini ya titre mu description kuko linki yetu, ujiunge nasi kupitia linki hiyo. Bila shaka utakuwa ukizipata habari zetu zote kwa wakati. Bila kukawia na kupoteza muda wetu, tufungue ukurasa wetu wa habari ambapo tutawapeleka moja kwa moja eneo ya Mitamba kwenye kuliripotiwa mapigano makali kati ya wazalendo na jeshi la Kongo na wasi wa AFC M23. Eneo hiyo ya Mitamba inapatikana mu groupement ya Bijombo mu territoire ya Uvira, deja ni mu province ya Sud Kivu. Mapigano hayo ambayo yaliripotiwa katika maeneo hayo yalikuwa makali sana. Jeshi la Kongo FARDC pamoja na wazalendo ndio ambao walianzisha mashambulizi dhidi ya waasi wa M23 na washirika wao Twirwaneho katika eneo hiyo ya Mitamba, na baada ya masaa kadhaa na wako napigania katika eneo hiyo, jeshi la Kongo FARDC na washirika wao wazalendo walifanikiwa kurekipere eneo hiyo ya Mitamba na kuziokipe position tofauti za AFC M23. Hapa tuko Mitamba, position za FARDC ndo kwenye tuko na ndo kwenye adui alikuwa anashimika. Hapa ndo kwenye tuko Mitamba hapa kabisa. Mitamba hapa kwenye tuko tuko hapa Mitamba kabisa. Tuko Mitamba. Prema adui alipigwa hapa kabisa. Adui akanyanguka kabisa, akakimbilia milima Agongwa. Ndio habari ile kabisa. Hapa tuko Mitamba hapa. Mitamba hapa kote kabisa. Milima Mitamba hii. Wanegisi walifanya kama nyumba ya FARDC. Walibomola kila kitu hapa.
Video hiyo nadhani ya kwamba mumeifuata hapo, ni katika eneo ya Mitamba. Wasi wa AFC M23 walipigwa pale, wakazikimbia nafasi hizo na ngome zao wakaziacha kabisa. Nadhani ya kwamba hiyo video mumeifuata vizuri, ni mu defense deja ambayo wazalendo walikuwa wamerekipere wakati walikuwa wamewapiga waasi wa AFC M23 na Twirwaneho. Ginsi sasa waasi hao wa AFC M23 na Twirwaneho walipigwa pale, ilikuwa saa za asubuhi kuanzia 10h saa 4 ndipo jeshi la Kongo FARDC na wazalendo walianzisha mashambulizi makali zidi ya ngome tofauti za AFC M23 katika eneo hiyo ya Mitamba. Wakati huo waasi hao nao wakafungua moto, wakaanza kushambuliana na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo ambao walikuwa wamewaatake. Papo hapo mambo yakaharibika, milipuko ya silaha nzito na nyepesi kasikika katika maeneo hayo. Wakaaji wengi katika maeneo hayo walikimbia kutokana na mapigano hayo, na hata wakaaji wanaoishi katika vijiji karibu na pale nao walikimbia kwa sababu mapigano yalikuwa makali. Majibizano ya moto kati ya pande mbili yakaendelea kuripotiwa hapo ilipofika saa 8 za mchana wa leo kufika saa 9 deja ilikuwa maapremidi, ndipo wazalendo na jeshi la Kongo walifanikiwa kurekipere ile eneo ambayo muliona katika video hiyo na defense hiyo. Donc pale ni Mitambala, ile ni position ya AFC M23 ambayo walikuwa wakiwaonesha, ni position ambayo ilikuwaka ya zamani ya FARDC yenye waasi walikuwa wameinstale ndani. Aujourd'hui tena isha kuwa rekipere na wazalendo pamoja na jeshi la Kongo, na ile ni kusonga mbele deja kwa jeshi la Kongo pamoja na washirika wao wazalendo katika vita wanavyoviendesha mashariki mwa nchi ya Kongo, wakipiganisha waasi wa AFC M23 na washirika wao Twirwaneho. Tukiwa katika maeneo ya Uvira katika eneo za Plaine de Ruzizi, vyanzo vyetu vinaendelea kutuambia kuwa kunaendelea kuonekana kabisa deplasement sana ya AFC M23 huko maeneo ya Kaziba, Sange, Luvungi. Donc AFC M23 wako naonekana wengi kupitapita njia hizo. Katika habari zetu za mchana wa leo tuliwaambia kuhusu hayo, ambapo vyanzo kadhaa kutoka huko vilikuwa vikisema kwamba yawezekana AFC M23 wako na anza jiondoa pale, wakati baadhi ya waangalizi wanasema kuwa wako na jideploy katika mapozisio tofauti moplene ya Ruzizi wako naondoka, na mpaka kwa sasa kabisa movement zingali inaonekana kule za wanajeshi wa AFC M23 wakiondoka mapozisio tofauti, wengine wakielekea maaxe tofauti. Donc paka kwa sasa haijafahamika wanapanga nini katika maeneo hayo ya Plaine de Ruzizi. Wakaji wanawasiwasi sana kutokana na kuwa mapigano tena yanaweza kuzuka upya. AFC M23 inaweza kuwa iko najiandaa tena kuwataki FARDC na jeshi la wazalendo katika maeneo hayo ili kusonga mbele tena kuelekea katika maeneo ya Uvira. Kutokana na hayo sasa wakaji katika maeneo hayo wako naendelea kukua na wasiwasi sana. Tuendelee na habari zetu tukiwapeleka katika maeneo mengine kama katika mji wa Uvira. Maisha iko naendelea kurejea kama kawaida, biashara zikiendelea kufanyika hapo bila tatizo. Territoire ya Fizi leo hakuna mapigano kabisa, hali ni ya utulivu. Mapigano katika maeneo ya Fizi yanaonekana kutulia kwa siku mbili hivi, donc kuna tena mashambulizi kusikika territoire ya Fizi. Utulivu kidogo unaoonekana huko unaacha population tena kuanza kurejea katika vijiji vyao tofauti ambavyo walikuwa wamevikimbia kutokana na mapigano kati ya Twirwaneho na wazalendo pamoja na jeshi la Burundi huko Moho Plateau de Fizi.
taarifa zetu zinaendelea huko Sud Kivu kabisa. Hizo ndizo habari ambazo tulikuwa tumewaletea. Tuendelee na habari zetu, tuwapeleke katika Bukavu. Bukavu, rezo za Vodacom, Orange pia na Airtel ziko nacheza sana katika mji wa Bukavu siku ya leo. Wakaji wanaoishi katika mji huo, connection za internet rezo ya Orange, Vodacom na Airtel kabisa ziko natumika vibaya sana, na wakati mmoja zinakataa kabisa. Donc rezo ziko natumika beni, rezo za internet. Africell ndio yenye iko natumika katika maeneo hayo, na haya mambo ya marezo yanakuwa mabaya katika maeneo tofauti mashariki mwa nchi ya Kongo. Wakati hapo Bukavu mambo iko hivyo, tuzoro maeneo ya Goma nako kunaanza kukua deja kucheza kwa marezo sana sana Vodacom. Vodacom hayo kabisa nayo rezo azitumike bien, na Orange zinatumikaka me wakati moja zinaenda ni wakati na maeneo tofauti ya teritware ya Sud Kivu kama mu teritware ya Kalehe na pia na kule Uvira marezo yako naendelea kucheza sana, na hata katika mji wa Goma Orange plutôt Vodacom hayo ilitangaza kuwa rezo zake azitumike bie katika mji wa Goma, na wanasema kuwa watakuja kufanya kila liwezekanalo ili tena kufanya rezo zitumike bie katika mji wa Goma Vodacom. Donc marezo ziko na kata sana katika maeneo tofauti mashariki mwa nchi ya Kongo, na tatizo haijajulikana kwa sababu hakuna viongozi ambao wako natangaza ni kwa nini rezo ziko na kata sana katika maeneo hayo. Tuendelee na habari zetu tena. Wahasi wa ADF waliua wakaaji asubuhi ya leo mapema katika maeneo ya Ituri. Wanajeshi wa ADF asubuhi ya leo mapema waliingilia watu kabisa, wakaua watu na wengine wakawateka nyara, na nyumba za wakaaji zikachomwa moto siku ya leo. Hayo yalifanyika katika maeneo ya lokalite ya Jesisi pamoja na Nyaluka. Mashirika ya kiraia kutoka katika maeneo hayo wanasema kuwa atake za ADF zinafanywa katika vijiji hivyo kutokana na jinsi hakuna wanajeshi wa FARDC ambao wako huko wengi. Wanasema kuwa wanajeshi ambao wanapatikana huko wa FARDC mukila quartier unakutanaka ni waine swate watano mukila village, na ile sasa ni effectif ndogo sana ya wanajeshi katika mungini hawawezi wakalinda mungini huo. Wanasema kuwa wanajeshi hao wanani wa kundi la ADF huwa wanatake wanajeshi hao wa FARDC, wanapigana nao kwa sababu ni wachache hawataresiste. ADF inafanya uharibifu wote. Kutokana na hali hiyo, wakaji kutoka maeneo hayo wanatoa wito kwa service de sécurité kuingilia kabisa kati, kuintervenir ili kurejesha kabisa hali ya utulivu katika maeneo hayo kutokana na mauaji yanayofanywa mchana na usiku na ADF. Ndugu zangu, ADF kama ni watu ambao wanatesa wakaaji, kama ni watu ambao wanawaka population, kama ni watu ambao wanapiake population, ni kundi la ADF. ADF ni kundi hatari ku population. Omwe unaweza ukasikia wengine utasikia swate wa mai kutoka maeneo fulani ni kundi lenye silaha ambalo linapiganaka na jeshi la Kongo, ndio utasikia wengine na M23. Ila tofauti ya hayo makundi yote na ADF hawana ingine objective, ni kuua tu population. Wao ni wa musulma, wanaingia kama maeneo wanasema kwa wako naua population wa chrétien. Donc wao kabisa ni kama wakati wako naua population wanasikiaka wako na furahi. Donc wao wakisha kwa wako naua watu inakuwaka kufurahi kwao. ADF kabisa ndo kundi lenye silaha hatari kwa wakaaji, kwa sababu hakuna ingine objective soft tu kuua population, kupie kuchoma vitu vya wakaaji. Wakaaji wanateseka huko, wanahitaji msaada kabisa.
Upande mwingine katika maeneo hayo ya Ituri mu territoire ya Jugu katika eneo ya Bule, siku ya leo kuanzia asubuhi ya leo mapema, centre ya Bule ilizama katika hali ya kupooza kabisa kwa shughuli zake za kijamii na kiuchumi, likiwa katika eneo la uchifu wa Bahema Bajere katika eneo la Jugu katika jimbo la Ituri. Eneo hilo bado linaishi katika hali ya ukosefu wa usalama unaoendelea licha ya kupelekwa kwa wanajeshi hivi karibuni wa FARDC katika eneo hiyo. Maduka tofauti yalibaki yamefungwa, shule bado hazijafunguliwa tena, vituo kadhaa vya afya vimeacha kufanya kazi na kuwanyima watu huduma muhimu. Hali hii inasababishwa na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakaaji ambao tayari wanakabiliwa na wiki kadhaa za vurugu za kutumia silaha. Kulingana na vyanzo vya ndani, jeshi la Kongo FARDC liliwafukuza waasi wa CRP wikendi iliyopita ambao walikuwa wamechukua eneo hilo kwa karibu mwezi mmoja. Ingawa hatua hii ya kijeshi imekaribishwa, bado haijaruhusu kurudi kikamilifu kwenye maisha ya kawaida. Asasi za kiraia za eneo hilo zinatoa tahadhari. Wanasema kwamba wanahofia mwaka wa masomo uliopotea kwa watoto wa Bule ambao wamenyimwa elimu kwa wiki kadhaa, wakitoa wito kwa mamlaka husika na washirika wa kibinadamu kufungua haraka njia ya kibinadamu. Lengo ni kuwezesha usaidizi kwa watu walioathiriwa na kuanza tena kwa huduma za msingi za kijamii taratibu, walitangaza viongozi wa mashirika ya kiraia kutoka huko wakisubiri utulivu wa kudumu wa hali ya usalama. Wakaaji wa Bule wanaendelea kuishi kwa hofu wakitarajia kurudi kwa amani na shughuli muhimu kwa haraka. Hapo ni katika eneo ya Bule inayopatikana mu territoire ya Ituri, plutôt ya Jugu mu province ya Ituri. Tuendelee na habari zetu katika province ya Maniema. Jeshi la Kongo lilirejesha udhibiti wa maeneo yaliyokaliwa na wazalendo huko katika maeneo ya Kailo. Jeshi la Kongo FARDC limerejesha udhibiti wa maeneo kadhaa katika makundi ya Kasenga, Numbi na Kulu. Hapo ni katika eneo la Kailo, mkoa wa Maniema. Ni tangu Jumapili siku ya jana kwenye FARDC ilikamata eneo hizo. Maeneo hayo hapo awali yalikuwa yakikaliwa na wazalendo. Utekaji huu unafuatia mapigano yaliyotokea kuanzia Alhamisi hadi mwisho wa wiki iliyopita. Kulingana na mamlaka za mkoa na asasi za kiraia za mitaa, mapigano hayo yaliathiri vijiji vya Kasenga, Kibaraka na Ndekamanga. Hakuna takwimu rasmi za majeruhi zilizotolewa bado, lakini vurugu hizo zimeponda hofu miongoni kwa jamii za wenyeji. Kufuatia mapigano hayo, jeshi liliwafukuza wanamgambo hao wa wazalendo ambao baadhi yao walirudi nyumba kuelekea kijiji cha Mabanga, kilomita 70 kutoka Kindu katika eneo la Pangi, huku wengine wakitawanyika kwenye kichaka kinachozunguka cha Kailo. Waziri wa mambo ya nje ndiye waziri wa mambo ya ndani wa mkoa ndiye ambaye aliyatangaza hayo siku ya jana. Licha ya utulivu kurejea taratibu Jumatatu asubuhi na mamlaka, hali ya kibinadamu bado inatia wasiwasi. Wakaaji wengi wamekimbia vijiji vyao na wanaishi katika hali ngumu bila kupata huduma za msingi. Asasi za kiraia zinatoa wito kwa mamlaka za mkoa na kitaifa kutoa msaada wa haraka kwa watu waliokimbia makazi yao ambao bado wamejeruhiwa na mapigano ya hivi karibuni. Hapo ni katika maeneo ya Maniema kwenye baada ya mapigano makali kati ya jeshi la Kongo FARDC na wanamgambo wa wazalendo. FARDC iliyarekipere maeneo tofauti. Wazalendo, tukisha sema neno wazalendo haimaanishi ya kwamba wazalendo wote ni wale ambao wako kufro wakipigana na M23. Makundi yote yenye silaha katika maeneo tofauti mu province yanayopatikana mweste du pays yote yalishaka kamata jina ya wazalendo kule kwenye walipigana. Sasa ni makundi hayo ambayo fanyi kazi na jeshi la Kongo, bali ni makundi tu ya watu ambao wanavuruga population wakipiganisha jeshi la Kongo.
Na kwa sasa tunaweza tukasoma maoni yenu. Wengi walituambia kwamba tunapaswa kuwa nasoma maoni yao ili wasikie ya kwamba tunakwaka na tuko naona kila kitu ambacho wanatuandikia mu commentaire. Mbusa alisema kwamba Jambo Kwetu TV, mbona muko nasema kumauaji ambayo ADF nalo iliua watu wengi sana kule Otomabere. Otomabere ni mo province ya Ituri, mo territoire ya Irumu. Pole sana kabisa, ndio hayo ambayo tulikuwa tukisema. Mauaji ya ADF yanazidi kabisa katika maeneo ya Ituri pamoja na Lubero. Gloria Claire Munguranyi alisema kwamba je suis à l'écoute 5 sur 5 depuis Bunia, merci beaucoup. Johnny Beamungu alisema kwamba asante na kufuatia kutoka Kampala City. Okay, merci beaucoup. Anaitwa Irpire Info alisema kwamba pole sana na taarifa za kweli. Sasa habari ya Constant Mutamba iko nje hata tokaka tena. Habari ya Constant Mutamba hiyo kabisa ni kuwa angali katika jela na process zake tena hazijafunguliwa kama kutakuwa tena kusamba upya. Angali katika jela, ni miaka 3 ambayo alihukumiwaka. Inawezekana kabisa ataimaliza hiyo yote akiwa katika jela. Christian Chinamula alisema asante baba, merci beaucoup Christian. Mumbere Dedi alisema kwamba ninakufuata kutoka Uganda. Hoima ni mimi Dedie Mwendapo na kufuata 5 sur 5, asante, merci beaucoup. Gilbert Mukoma alisema Bayo 23 watatoka tu, imani ipo, ila tu ningependa watu wakae kumagoti sana mchana na usiku, tukimomba Mungu sana, tusitegemee sana wa Amerike wazalendo wakuwe wanamomba Mungu atatenda. Asante, merci beaucoup Gilbert Mukoma. Eric Wilonja alisema ninataka kumuuliza Martin Fayulu, naomba tujulishe wakongomani wote kama ni yeye na Kagame ndo wamiliki wa M23, kwa sababu kupitia maongezi anataka wawaji wote wasamehewe makosa yao. Yani ni mshenzi sana, ana akili na sio mzalendo. Akipata nchi raia wa Kongo wanaweza kuangaika sana. Okay, safi. Mardelena alisema jambo mtangazaji, tunakufuata 5 sur 5 hapa Kampala, merci beaucoup. ZD Patrick alisema ni Samuel kabisa PDG. Okay, Juste aliacha emoji di care, merci beaucoup Juste. Na tunaweza tukasimamia hapa na washukuru basi kwa kuwa mnaendelea kuzifuata habari zetu kama kawaida. Ni Mzee Bauma mwenye mbichi na endelea kuwatakia jioni njema, na nawashukuru pia kwa kuendelea kuzifuata taarifa zetu. Tupatane katika taarifa zifuatazo za asubuhi kesho mapema. Merci beaucoup.